Dodoma, ambapo ukuaji wa teknolojia ya kisasa katika simu janja umekuwa tishio jipya kwa vijana wanaojihusisha na shughuli ya kupiga picha katika eneo maarufu la Nyerere Square jijini Dodoma, ambao kwa miaka kadhaa wameitegemea kazi hiyo kama chanzo kikuu cha mapato. Mengi zaidi juu ya hilo na Gideon Gregory. Jua linapochomoza juu ya anga la Dodoma, mwanga wake huangaza Nyerere Square, eneo lenye historia, harakati na ndoto za vijana wengi. Hapa kamera ndogo zimekuwa silaha ya kujikimu na tiketi ya mlo wa mchana, lakini sasa zimeanza kuangushwa na kishindo kisichoonekana cha teknolojia. Nakumbuka siku moja nilikuwa Martin pale, kuna mteja ilikuwa kwenye graduation, kuna mteja nilikutana naye pale, nikaa napiga picha, kulikuwa kuna mdogo wake naye akawa anapiga na simu pale. Sasa baadaye anambeba na hizo picha, anauliza kaka, gharama ni shilingi ngapi? Amebeba dada ziko kadhaa 50,000. Yule mzake akasema acha nazo wewe, chukua kama 2-3, mimi nimepiga nyingi kwenye simu. Sasa na mimi pale nikaa niko moto, nikasema na hisi basi utachukua hizi huko za kwenye simu. Hizi mimi achana nazo, siwezi ngapoteza muda wangu wote nikaa napiga afu kumbe naye mnapiga kwenye simu. Basi mimi nikaondoka pale, nimekaa kama siku 2-3, yule dada akaja Square hapa. Sasa zile picha samani kaka wangu, hiyo 50,000 nakupa nipatie. Zile picha za kwenye simu sio. Kiukweli nafasi yetu kwa sisi kama wapiga picha inaelekea sio sehemu nzuri sana. Na kama tulivyokuwa tunajivunia mwanzoni ilivyokuwa kwamba zamani tulikuwa tunatumia kwamba kwa mpiga picha ilikuwa ina nafasi nzuri sana kwetu, tofauti na sasa hivi ambapo simu zimekuwa zinaboreshwa zaidi. Kwa hiyo inaathiri sana kwenye soko letu upiga picha. Maana ndoto yangu mimi inakwenda kuzima, kwa sababu hata wale wateja waliokuwa wananipigia simu wananipa kazi, sasa wanatumia simu zao. Maana mtu paka anaenda kununua na nilisimu ya milioni 3, sio kwa sababu ya mawasiliano mazuri. Sana sana hawa hususan wadada, kwa sababu ya kamera nzuri. Jambo pekee la kujiuliza kabla ujio wa teknolojia, hali ilikuwaje? Zamani ilikuwa ukija serious 50-60 huwezi kukosa. Kwa kila mwaka, lakini mambo yalikuwa yana change. Sasa hivi mambo yamekuwa mengi. Sasa hivi kijua kieleweki. Kuna siku unaweza ukarudi, ukaja hapo, ukaondoka hata na 5,000. Na issue, unajua issue nyingine, hawa madogo wamekuwa wengi, wanatuharibia bei kwa sababu gani? Asilimia madogo wengi hapo wana kamera za hesabu. Yaani amepewa na bosi wao, kila siku nataka 5,000. Tangu nilipoanza mpaka sasa ni tofauti. Nilipoanza ilikuwa na nafuu, ila kwa sasa hivi imekuwa ni haina nafuu kwa sababu ya teknolojia. Wataalamu wanasema changamoto hiyo inapaswa kuonekana kama fursa ya ubunifu zaidi kuliko adui wa maendeleo, kama anavyoeleza mtaalamu wa teknolojia kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, Dr. Jabela Matogoro. Kama hautakubali kuendana na ukuaji wa teknolojia, lazima itakuwa ni tishio. Lakini kama endapo utakubaliana na wewe kujiongezea maarifa, kujiongezea ujuzi, na muda mwingine kuwa na vifaa vya kisasa ambavyo vitaendana na ukuaji na wakasi ya teknolojia, lazima utaiona teknolojia inakuja na fursa mpya. Teknolojia inakuwa na ni lazima tu kwamba ukuaji wake unakuja na changamoto, lakini changamoto hizi tuzigeuze ziwe fursa. Katika uwanja huu wa Nyerere Square, kila jioni jua linapozama, mwanga dhahabu hugonga lenzi zao, ishara ya kwamba ndoto bado hazijazimika kwao. Kila picha ni kumbukumbu, lakini pia ni kilio cha matumaini kwamba siku moja teknolojia itakuwa daraja la mafanikio, sio kikwazo cha ndoto zao. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Wakati ambao unasubiri